Bwana mama mzazi wa Aziz Ki ameweza kufunguka na kufurahi sana baada ya mtoto wake kuweza kuoa. Kitu ambacho alichoweza kukisema ni kwamba hatimaye mtoto wangu amepata ndoa iliyo sahihi na sio kwa yule mwanamke ambaye amekuwa akimwendesha mara zote. Nilishawahi kuongea sana kuhusiana na yeye kuingia kwenye ndoa na wanawake ambao wasiojielewa na kujitambua, na hatimaye leo hii kwenye hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa, naamini atakuwa akajifunza vitu vingi, kwa sababu ameonekana kama mwanaume suruali, lakini leo hii amepata mwanamke ambaye anamheshimu na anamtii katika kila hatua ya maisha ambayo anayopiga. Kumekuwa na mambo mengi yameweza kuongeleka, lakini tumeweza kuona wengi wao waliweza kuzungumza vingi na kusema kwamba Aziz Ki ni moja kati ya mwanaume ambaye ni mpole sana. Huenda kuna mengi ambayo aliweza kufanyiwa kipindi cha nyuma, lakini aliamua kuweza kukaa kimya, lengo kumfanya mwanamke wake awe wa thamani zaidi, na huenda kujitengenezea mazingira ya yeye kuweza kuendelea kuwa star. So unajua watu wengi wako lazi kuweza kuteseka kwenye ndoa zao, lakini wakapata ustaa kupitia mtu mwingine. Huenda hiyo nayo ikawa sababu ya Aziz Ki kukubaliana na kila kitu mwanamke kuweza kutoa pesa yake na kwenda kuweza kumuoa kwa sababu tu ya umaarufu ambao aliokuwa nao, na Hamisa Mobeto aliweza kukubaliana na hivyo. Huenda pia kutokana na umaarufu ambao aliokuwa nao bwana mkubwa Aziz Ki. Na hata ukiangalia wakati hii ndoa inapitika, watu wengi walihisi kama ni utani, na hii ni kutokana na vile ambavyo Hamisa Mobeto jinsi alivyo, lakini tumeweza kuona mama mzazi huyu aliweza kuzungumza akisema kwamba Hamisa Mobeto alikuja kwenye maisha ya mtoto wangu kwa ajili ya maslahi zaidi, lakini hakuja kwa ajili ya mapenzi, na hichi ndio kitu pekee ambacho mara zote nimekuwa nikizungumza, lakini watu wengi wanashindwa kabisa kuweza kunielewa, kwani kuna mambo mengi ambayo yameweza kutokea katika maisha, na wengi wao wanatamani kuweza kujua mengi zaidi ya haya ambayo yanayoendelea, ila binafsi silizishwi na tabia ya Hamisa Mobeto kwa mtoto wangu, na ndio maana mara zote nimekuwa nikikemea hili na kumfanya awe moja kati ya mtu ambaye mwenye akili na msimamo katika maisha yake, la sivyo atakuwa anaendeshwa mara zote kwenye swala zima la mahusiano yake yeye kama yeye. Nataka mtoto wangu ajisimamie yeye kama yeye, kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa katika kila hatua ambayo anayopitia katika maisha yake. Hivyo kwa hiki ambacho kinachoendelea, yeye atasimama upande wa mtoto wake kuweza kuhakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa. Bwana, mambo ni mengi alafu muda ni mchache. Mimi nikusii, kama ndo mara kwa kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Mimi sina la ziada, tukutane next time. Bye bye.